Mheshimiwa Bunge, tuendelee. Wizara ya Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Risala Saidi Kabongo, mbunge wa viti maalum. Hifadhi za Taifa za Mkoa wa Kusini za Ruaha, Kitulo, Dzungwa, Mikumi, Katavi na maeneo mengine ya kihistoria husifika sana kwa vivutio vyake, lakini hutembelewa na idadi ndogo ya watalii. Je, serikali ina mpango gani, mpango wa muda mrefu na mfupi wa kuhakikisha kwamba wanaongeza wageni katika hifadhi hiyo? Naomba swali langu namba 65 lijibiwe. Waheshimiwa wabunge, wakati naibu waziri anakuja kujibu swali, tukumbushane tu hii nafasi ni ya maswali, na tuulize maswali kwa mujibu wa kanuni, tusiongeze mambo mengine. Naibu waziri, endelea. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Risala Saidi Kabongo lenye sehemu A, B na C kwa pamoja kama ifuatavyo. Wizara yangu kwa kushirikiana na Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa na shirika la USAID ilifanya upembuzi yakinifu na kuandaa mikakati ya kuendeleza na kutangaza utalii kwenye eneo la kusini mwa Tanzania mwaka 2015. Ili kutekeleza mikakati hiyo, serikali kwa kushirikiana na Benki ya Dunia itatekeleza mradi utakaojulikana kama Tanzania Resilient Natural Resources Management for Growth. Mradi huu ambao utatekelezwa kwa miaka 6 umepangwa kuanza kutekelezwa Januari mwaka 2017 na utagharimu takriban dola za Kimarekani milioni 100. Kazi zitakazotekelezwa na mradi huu ni pamoja na kuimarisha uhifadhi wa mazingira, kuendeleza utalii na kuwezesha wananchi kunufaika na utalii. Mradi huu utahusisha pamoja na mambo mengine uimarishaji wa miundombinu ya utalii, hasa barabara, viwanja vya ndege na huduma za malazi. Vile vile kutengeneza circuit ya utalii kwa upande wa kusini ili mgeni aweze kutembea au kutembelea eneo au hifadhi zaidi ya moja. Mheshimiwa Naibu Spika, jitihada mbalimbali zimefanywa na zinaendelea kufanywa ili kuboresha shughuli za utalii kusini na magharibi mwa Tanzania. Jitihada hizo ni pamoja na kuimarisha barabara toka Tunduma kwenda Mpanda kupitia Sumbawanga kwa kiwango cha lami ambayo itaziwezesha hifadhi za Katavi na Mahale kufikika kwa urahisi. Hali kadhalika ujenzi wa barabara ya Sumbawanga hadi Kasanga kwa kiwango cha lami ambayo itapanua wigo wa watalii kutembelea ziwa Tanganyika pamoja na vivutio vingine nje ya hifadhi kama vile maporomoko ya Kalambo. Jitihada nyingine ni kuimarisha na kuboresha viwanja vya ndege vya Songwe, Kigoma na Mpanda ambavyo vitasaidia kufikika kwa maeneo ya vivutio yaliyotajwa. Vile vile ukarabati wa barabara itokayo Kigoma kuelekea kusini hadi Kalia na Mwese ambayo itaunganisha mkoa wa Katavi, hivyo kuwezesha watalii kufika Mahale kwa urahisi zaidi. Shirika la Hifadhi za Taifa litaunganisha hifadhi ya Mikumi na pori la akiba la Selous kwa barabara itakayopitika mwaka mzima ili kuwezesha watalii wengi wanaofika Selous kufika Mikumi kutembelea maeneo hayo kwa urahisi zaidi. Aidha, vivutio vya utalii kusini mwa nchi vitaendelea kutangazwa na taasisi zilizo chini ya wizara na kuimarisha ofisi ya kanda ya Iringa mjini. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuvutia wawekezaji binafsi kutoa huduma mbalimbali za watalii ikiwemo malazi, ambapo vibali 11 vimetolewa kuwekeza kwenye huduma za malazi katika hifadhi za Ruaha, Mikumi, Katavi na Mahale. Uwekezaji huo ambao upo katika hatua mbalimbali za utekelezaji utaongeza jumla ya vitanda 544. Mheshimiwa Kabongo, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nishukuru kwa majibu ya Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini vile vile nilikuwa na maswali ya nyongeza. Kwa kuwa serikali kupitia mradi wa UNDP na USAID umepata dola za Kimarekani 100,000 kwa ajili ya kufanya ukarabati mbalimbali wa maeneo ya utalii, inaonekana kwamba serikali imejipanga
kukarabati uwanja wa Songwe, Katavi, Kigoma na Mpanda. Je, kwa kuwa Iringa iliteuliwa kuwa kitovu cha utalii mwaka 2009, serikali imejipangaje kuwekeza katika uwanja wa Nduli Iringa ambao umekuwa ukiwa na gharama kubwa sana za usafiri kuanzia dola 180 mpaka dola 200 kwa safari, sawa na shilingi 400 kutoka Iringa mpaka Dar es Salaam? Je, serikali imejipangaje kuwekeza katika uwanja huu? Swali la pili, kwa kuwa serikali imejipanga kuwekeza kwenye mahoteli, serikali imejipangaje kutathmini viwango vya mahoteli ambavyo viko katika nchi hii, ukizingatia kwamba zoezi hili limefanyika baada ya uhuru mikoa ya Pwani, Dar es Salaam na mikoa ya Manyara kwa kuweka madaraja ya nyota katika hoteli hii? Ni eneo ambalo tunapoteza mapato sana, na mahoteli mengi yanalipa kodi kutokulingana na nyota. Kwa mfano hoteli ya nyota 1, nyota 2, nyota 3. Je, serikali imewekezaje katika upande huu? Tafadhali, ili tuweze kuendelea. Sambamba na hilo, serikali imejipangaje kuboresha barabara ya kuelekea hifadhi ya Ruaha yenye kilomita 130 ambayo ina hali mbaya sana na kusababisha gharama za utalii kuwa kubwa katika mikoa hii ya Nyanda za Juu Kusini, hususani hifadhi ya Ruaha ambayo ndio hifadhi kubwa kuliko zote Tanzania? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Swali la kwanza kuhusu namna ambavyo serikali imejipanga kuweza kuboresha uwanja wa ndege wa Iringa kwa sababu ambazo nilizisoma na ambazo na yeye amezirudia. Kwanza, ni nia ya serikali kuendelea kufanya utalii kuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa taifa hili, na kwa sababu hiyo, ili tuweze kufikia lengo hilo, lolote linaloweza kufanya serikali ikafanya vizuri zaidi kwenye sekta ya utalii ni kipaumbele katika Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa hiyo basi, nilipotaja viwanja vya ndege na barabara na miundombinu mingine inayoboreshwa chini ya mradi huu ambao una ufadhili wa dola milioni 100, huu ni mradi mmoja tu peke yake, na jibu lililotolewa lilikusudia kujibu swali lililotolewa. Lakini nataka kusema tu kwa ujumla, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inajipanga zaidi kutafuta miradi mingine zaidi na kutafuta fedha zaidi ili kuweza kuboresha maeneo yote ambayo yatachangia katika kuboresha sekta ya utalii kwa ujumla. Kuhusu kutathmini viwango vya mahoteli, ameuliza swali ambalo sasa hivi liko mezani tayari, na nimshukuru Mheshimiwa mbunge kwa mawazo haya mazuri ambayo yanaendana na jitihada za serikali ambazo tayari zimekwisha anza. Hatutafanya tu zoezi la kupanga hoteli kwenye madaraja, bali ni nia pia ya serikali kuhakikisha kwamba tunatoa elimu na kusimamia wawekezaji wa Kitanzania waweze kufikia viwango hivyo. Hoteli nyingi za sasa hivi zilizopo, hata kabla hujaenda kuzipa madaraja, nyingi zinahitaji kufanyiwa kazi ili ziweze kuboresha huduma, ili kuweza kuwafanya watalii waweze kujisikia kwamba wamekaa kwenye hoteli. Kwa hiyo kwanza tutaanza kutoa elimu, na hapa nitoe wito wote wanaokusudia kuwekeza kwenye eneo hili waweze kuwasiliana na idara ya utalii kwenye wizara hii pale ambapo watahitaji, au wanaweza kupata utaalamu kutoka mahali pengine, lakini wote tuwe na nia ya kuweza kuboresha huduma za utalii, ili huduma za hoteli, ili wageni wanapokuja waweze kujisikia kwamba wako mahali penye sifa zinazotakiwa na viwango. Kwa hiyo tunakusudia kuanza hivi karibuni kupanga hoteli zote katika madaraja katika mikoa yote, sio tu kwa ajili ya kuboresha mapato ya serikali, lakini pia
katika kuwafanya watalii waweze kupata huduma zinazostahili.